Kasako Media, tunaangazia maisha, tunaandika kesho. Kocha wa Chelsea Liam Rossini amesema timu yake inapitia wakati mgumu kufuatia kipigo kizito cha mabao 3-0 kutoka kwa Manchester City katika mchezo wa ligi kuu England uliochezwa Stamford Bridge. Alisema matokeo haya yanaonyesha changamoto kubwa wanazokumbana nazo kwa sasa, hasa wanapokutana na timu zenye ubora mkubwa. Katika mchezo huo Chelsea walionyesha kiwango kizuri kipindi cha kwanza, lakini waliporudi kipindi cha pili walishindwa kabisa kuhimili presha ya wapinzani wao. Manchester City walitumia udhaifu huo kufunga mabao 3 kupitia kwa Nico Rell, Marc Guéhi na Jeremy Doku, jambo linalowaacha mashabiki wa Chelsea wakiwa na masikitiko makubwa. Kipigo hicho kimefanya Chelsea kubaki katika nafasi ya 6 kwenye msimamo wa ligi kuu, ikiwa nyuma kwa alama 4 dhidi ya Liverpool wanaoshika nafasi ya 5. Hali hii imezidi kufanya mbio zao za kuwania nafasi ya kufuzu UEFA Champions League kuwa ngumu zaidi, huku msimu ukielekea ukingoni. Rossini amekiri wazi kuwa kikosi chake hakijaa katika kiwango kinachotarajiwa katika wiki za hivi karibuni. Ameeleza kuwa kupoteza mchezo 5 kati ya 6 waliocheza ni ishara kuwa kuna matatizo ya msingi yanayohitaji kushughulikiwa haraka, hasa katika uimara wa safu ya ulinzi na umaliziaji wa mashambulizi. Aidha, kocha huyo amesisitiza kuwa tatizo kubwa limekuwa ni kushindwa kudhibiti hali wanaporuhusu bao. Alieleza kuwa baada ya kubaki imara na kupunguza presha, wachezaji wake hupoteza kujiamini, hali inayowafanya kuruhusu mabao zaidi na kupoteza mwelekeo wa mchezo. Katika hatua nyingine, kiungo wa Chelsea Enzo Fernandez atakosekana kwa mara ya pili mfululizo baada ya kupewa adhabu ya kinizamu kufuatia kauli zake za kutaka kuondoka klabuni. Hata hivyo, Rossini amesema mchezaji huyo tayari amefanya mazungumzo na uongozi na wachezaji wenzake na anatarajiwa kurejea kikosini kuanzia wiki ijayo ili kusaidia timu katika michezo iliyosalia. Nikusihi mtazamaji wa Kasako Media, endelea kutufuatilia kwenye mitandao yetu ya kijamii, Instagram, Facebook na Twitter. Tufollow kama Kasako Media. Kasako Media, tunaangazia maisha, tunaandika kesho.